Baba kama kawa, tunazidi kwenda sehemu ya 24 ya mziki mzito wanauita Border Town. Basi binti pale tulipoishia, basi ukiwa pale YouTube hakikisha una subscribe, na wale wote ambao mlioko kule mtaani ambao mnanizungukia basi kutafuta basi season hizi hapa zipo kwangu kibao. Napatikana kwa professional DJ DJ Hero kabisa, toka pande za Boma kabisa. Tunazidi kwenda sawa. Basi pale tulipoisha binti alipolipa, walipokagua aligundua ni goldi, na binti ametoa goldi bwana, alichukua timaye. Binti alikuwa na chochote kilichobakia kwenye maisha yake zaidi lile zeze, huenda ningempa burudani na kumpotezea mawazo. Binti akaanza kuchukua baadaye, akikumbuka yote waliofanya mwanzo mpaka mwisho na dada zake wote. Alipokuwa akipiga ile ala ya muziki alikuwa anakumbuka yote hayo. Binti anapokumbuka basi anajikuta anapiga ile zeze, huku na muziki mwanana mzuri ukiwa namsindikiza kukumbuka kumbukumbu yote. Anasema furaha yote niliyokuwa nayo, amani yote katika kazi yote sasa hivi imekwisha kupotea, anayebaki mpweke kabisa. Nitakwenda wapi? Hamna njia yote ya kuweza kwenda. Sehemu unayoitetea inanisaidia, lakini bora tu kilichobakia tumaini hakuna. Binti aliamua kujiua kwa kujitupa ndani ya maji haya. Baada ya kuona hata ile zeze inampa majonzi na uzito mkubwa katika kuweza kulia, aliamua kujitupa azame afie katika maji haya, sababu tayari amekwisha poteza kila alichokuwa na kihitaji, kimekwisha kupotea. Anabaki kujilaumu siku zote, anasema hata sehemu mwenyewe nayoitetea nao pia initaki mimi, chichobaki ni kupoteza maisha tu. Lakini akiwa kwenye maji aona kuna miili ya watu ambayo wameweza kuuawa inaelea juu ya maji haya. Alipogundua hivyo, alibidi aruke kwenda kutazama ni kitu gani. Inaonekana kuna watu ambao wameuawa kikatili, alafu wakatupwa juu ya maji. Alichofanya ni kwenda kutazama, akabati kugundua kuna nini. Aligundua bana, wanaelea juu ya maji miili ya watu ambao wameweza kupoteza maisha. Alibidi airishe msemo wake wa kujua, atoke juu ajue nini kimejiri. Alipotoka juu ya maji, binti anamuita Quinong. Kumbuka ni ukingoni kabisa mwa season 1 ya mziki mzito anauita Border Town. Hiyo ni sehemu ya 24, ukingoni kabisa. Alipotoka alikimbia huku na kule kugundua kuna kitu gani kinataka kujiri katika ufalme wa $10,000. Mbona watu wameuawa? Inabidi akimbie kuna huku kutafuta msaada. Wapi atakapopata? Anajiambia Quinong, usikate tamaa, songa mbele. Hata kama hali yake ilikuwa ni mbaya zaidi. Alipita juu ya milima, mabonde, lakini wakati anazidi kuweza kwenda, kuna msafara mmoja tunauona ambao ikiwa kuna takriban jeshi moja kubwa, alafu kuna mtu mmoja ambaye amebebwa yuko juu ya mashua moja kubwa. Alafu inaonekana msafara huu unapita katika jangwa hili. Quinong akiwa kwa mbali aliuona msafara huu, lakini hakufahamu ni msafara namna gani. Nakumbuka naye hali yake ilikuwa inazidi kuweza kuwa mbaya. Bonge ya msafara unaonekana ni watu ambao wako kinyume na ufalme, yani ni waasi hawa. Yeye kufahamu, lakini binti akaweza kwenda. Waswahili wanasema kwamba msafara, yani dalili ya mvua inakuaga ni mawingu siku zote. Binti amekaa akiwa hali hoyai, akajikuta anaanguka chini kwa sababu tayari ameshapoteza pumzi, na akakata moto pale. Lakini alikumbuka aliona kuna jeshi kwa mbali ikiwa linaweza kupita. Wanajeshi hao wakupita mbali sana na yeye. Walipokuwa wanapita,
walisimama na walimuona kuna binti mmoja ambaye ameweza kuanguka pale chini, na binti huyu ni Quinong. Kuna mtu alishuka akamtizama. Fuakana bonge ya pande ya mtu. Alimuangalia Quinong kwa mbali, alikuwa anaona mawimbi tu. Akamwona huyu mtu vizuri, ila aliona ni mawimbi tupu. Akapitiwa na usingizi, akaweza kuzirai na wakaweza kumchukua. Akirudi upande wa pili baada ya ile tukio sasa, wakawa kuna watu ambao wanajifua hapa na huku wanapigwa amri kubwa. Binti Quinong mtengenezo kwa kitanda amelala. Hapo hapo kando ya jangwa, afu yuko baba mmoja huyo mzee. Huwezi amini. Wanakambiaga dalili za mvua ni mawingu. Afu kuna ujumbe unaonekana unatumwa hapa. Kwa nini nakwambia? Alifika hapa kwanza, kuna ujumbe uliletwa na njiwa. Akaweza kutumwa peleke ujumbe na signal sehemu moja. Mwamba alisoma ujumbe, nadhani ni muda mwafaka umefika wa kuanza kazi. Mwamba kaanza kukomandi jeshi. Watu wanasema uishi milele. Hajamuona mtu huyu sura ni nani. Binti Quinong alikuwa ametengenezwa kitanda karala. Anapogeuka namna hii, uwezi amini, huyu ni yule master wake Quinong, ambao kila siku anatembeaga kwenye wheelchair. Kumbe mzee ni pande ya mtu na anatembea. Alikuwa na ugonjwa wote. Binti ndo anatupa macho, hakuamini kuweza kuona kumbe huyu mzee ana kikosi. Mzee anasema nadhani wakati umeweza kufika wa sisi kuonesha makucha. Bila shaka ticha, kama ni wakati wa kuonesha makucha wa yote tuliotendewa katika ufalme wa 10,000 dola, na hakuna hata mmoja atakayebakia, sana sana ufalme wa 10,000 dola. Binti unakumbuka siku ile ujumbe huu ulipokuwa umetumwa siku ile na dadake, yule dada ambaye alikufa mwanzo kabisa wa sinema kule. Kumbe alikuwa na usika na yote. Alikuwa ni huyu master wake ambaye wanamuita Jima. Akasema haina haja kusangaa. Huu ni wakati wa kutengeneza na kurejesha yote tuliyopoteza katika ufalme wa 10,000 dola. Wakati wake kulipa umefika, ambao ni huu hapa. Lazima wote walipie. Tulivyojifunza vyote lazima vikalipiwe siku ya leo. Tutakwenda kuvilipiza kwa kuangusha ufalme wa mtu huyu aliweza kuua wenzetu wengi kipindi hicho cha zamani. Huyu mtu sio mwingine, ni Makang. Anasema uishi mfalme, uishi general. Basi anatupa macho. Quinong amekimbia. Kaona upande wa pili leo Fu Hongxue naye alikuwa na mpango wake, maana tayari muda umezidi kwenda. Alikuja kuchukua bango moja ambaye baba yake aliweza kuzikiwaga hapo. Hii ni kama msalaba akikwao kule. Anataka kwenda kufanya ibada. Kuna kitu anataka kwenda kufanya. Achafanya alichukua ile pop na akapaka kuweza kuondoka. Cheki mambo. Maana ndio sema baba yake aliweza kuzikiwaga. Quinong anakimbia mzee. Amegundua master yake kumbe ndo mtu mkubwa anayeongoza kikosi ya vamizi wa ufalme wa 10,000 dola. Anakimbia nenda wapi? Mbele anakutana na master. Baba ni sumu tupu. Hajamuona mwanzoni, lakini mwishoni mwa season hapa tunakwenda kumcheki mzee. Huyo ni DJ Hero kama kawaida, haina sababu ya kushangaa. Vitu vangu ni hatari. Binti anaondoka kaekwa kati. Hakuna sehemu yote utakayoweza kwenda pasipo kibali. Master yake huyo ndio musika mkubwa. Binti amemweka kati. Binti akachomwa kisu aweze kujiua. Niambia kabla hujafikiria kufanya hicho kitu, unapaswa kuweza kunisikiliza kwanza. Sababu ndio najua udhaifu wako, najua wapi ulipokuepo na wapi ninapokutoa. Kaambia uwezo kaniambia kwamba wewe umenifunza miaka yote, kumbe ni adui katika ufalme huu. Basi nitatoa maisha yangu endapo utaniambia. Kaambia ina sababu ya kufanya hivyo. Unapaswa uelewe kwanza, hatimaye utaamua uamuzi unataka kuchukua. Alichofanya kwanza,
你昏倒在路边。 Akasema hivi, cha kupasa kwanza uweze kunisikiza ni kile ambacho naweza kukwambia. Baada ya hapo utachukua mzi huo. Unayo ruksa kubwa kufanya hivyo. Alichofanya mwamba, kama utaniambia nini nitakuelewa. Maana wewe ndio umenifunza miaka yote mbinu zote za kukabiliana na uadui huu. Kama jambo la uvumilivu. Tuanze kwanza tuzungumze. Hatimaye tutajua kila kitu. Utafahamu kila kitu. Kama Ma Kang miaka yote nimeishi naye mimi hujafahamu. Na siri nzito ambazo nazijua kuhusu Ma Kang huyu hapo. Kwa muda wote nyie mlishindwa kuweza kufahamu. Na mtu mkubwa aliyekuwa anahusika na mambo yote yanayotokea kwenye ufalme huu ni Ma Kang, kwa anapaswa kulipia kwa yote. Maadui wote walio kwenye ufalme ule ni makosa ya Ma Kang mwenyewe. Hakuna mtu akuweza kulaumika katika hili. Kwa sababu alichokihitaji Ma Kang ndicho anachokipata kwa wakati huu. Haina sababu ya wewe kuweza kujikuta unakwenda kinyume na sisi. Kila mtu ana gharama yake analipia katika maisha haya. Kiwa kwa upanga basi nao utakufa kwa upanga. Subiri nikueleze yaliyojiri kipindi hicho. Anasema huyu Ma Kang ni mtu mmoja mbaya. Aliwahi wafungia kikosi cha Demon Cat ambacho ni kikosi chetu sisi katika tanuru la moto na akatuchoma. Tulichomewa ndani ya nyumba ile. Alifanya jana yote hii huyu ni Ma Kang ambaye alifanya leo. Usione Fu Hongxue anakuja kulipa kisasi. Ni ndugu zetu wale wa Demon Sect. Kwa ambao ulikuwa hauna ugomvi na yeye, aliuchomea ndani mnyama huyu hapa. Wanamuita Ma Kang ambaye hivi leo namtetea na kumwona mtu ambaye ni salama. Akaamrisha wanajeshi warudi nyuma, wampisha zungumze na binti huyo. 翠农，你怎么还不明白？马空群基本上就是要让你当他女儿的替死鬼。当年马空群送你去加兰湖，压根 miaka yote nimekaa nikikuangalia kwa jinsi ambavyo unalinda sana ufalme wa Ma Kang, lakini hujafahamu siri nzito ambazo ziko kwa Ma Kang mpaka sasa hivi. Anasema hapo zamani story ikaanza kupewa tena. Cheki mambo hayo. Anasema walipokuwa mdogo uliletwaga kwangu. Cheki mambo hayo. Hiyo ni kumbukumbu anatoa. Akaambia ujikumbuki tu. Cheki mambo hayo. Anasema baada ya kifo cha mama yako alikuleta kwenye upande mmoja. Kumbuka hii ni story ambayo binti anapewa na mtu anamuita master wake. Anasema alikulilia sana. Ulimlilia sana Ma Kang. Lakini alikuleta katika upande huu kwa sababu wewe ulikuwa sio mtoto wake. Na hukujiuliza kwa nini uliletwa wewe huku ndani katika eneo la Nameless Provision. Kwa sababu wewe ulikuwa sio mtoto wake. Na ni mtoto ambaye haukuwa na wazazi kamilifu. Anasema baada ya pale alikuleta kwangu mimi ili niweze kukulelea. Yani kumbuka kuweza kufahamu kama mimi ni mmoja kati ya watu ambao ni kwenye Demon Sect tuliokuaga mimi Fu Hongxue, mama yake pamoja na binti mmoja ambaye alikuwa ni mke wake wa pili. Sisi ni watu kutoka kwenye ukoo wa Demon Sect ambao tuliishi huko miaka mingi wasipo kufahamika. Tambo simuone Ma Kang alipo amefanya maovu makubwa sana, hususan kwa masuala ya Demon Sect. Kwa maana hivi leo ninavyomuona analipia kwa gharama na yote aliyoweza kuyafanya. Na sisi watu wa Demon Sect tulishaamua tutakuja kufanya jambo zaidi hapo. Anasema Demon Sect tuliamua kuna siku na sisi tutakuja kuurisi ufalme huu. Hivyo ndo maana tukaamua kufanya yote mpaka hadi kukabiliana nao. Nataka kuniambia yote haya ni plan na mipango ambayo mlipanga tangu hapo zamani. Baba akasema naam. Mzee yuko hapo, mzee wa mahesabu huyo. Cheki mambo hayo. Upande wa pili Fu Hongxue leo alikuja hapa, alikuwa na sababu moja.
Alikuja kuchukua ile bango la babake, akaa kisali mengi zaidi, akiwa anaongea kama akihisi huenda anazungumza na babake. Alikuja kufanya ibada hapa ya kumkumbuka baba yake ambaye ni Hirobai aliyeuawa na Makang. Akisema, baba, kupitia upanga huu nataka nifanye kulipa kisasi kama nilivyoweza kuniahidi, kama nilivyoweza kuahidi kuhusu masuala ya kifo chako, na wote walioweza kulipa watalipia. Lakini mimi binafsi najikuta nikishindwa kukamilisha mpango kwa sababu ya sababu ambazo siwezi kuzifahamu. Najikuta nashindwa kukamilisha mpango wa kulipa kisasi. Pia nakaribia karibu siku 2 niweze kukamilisha kazi ya kuumua Makang. Lakini nitawezaje kuua watu wote katika ufalme ule ambao hawana hatia? Kwa mfano binti Makang, binti Mafangli. Nataka nijifanye kitu leo hapa baba, sababu nimeshindwa kutimiza ahadi hiyo. Nimeshindwa kulipa kisasi hapo. Nataka nijiondoe sadaka, nijitoe maisha yangu. Mwamba anaamua kujitoa maisha yake baada ya kuona ameshindwa kukamilisha mpango. Amechanganyikiwa kwa ujumla. Mama anataka kisasi na yeye anahitaji, anampenda Mafangli na mama anataka Mafangli auawe. Cheki mambo. Mama anahitaji Mafangli auawe na yeye hataki kumuua, anataka kuondoka. Cheki mambo mzee. Baada ya Mwamba kuweza kuzungumza mengi zaidi katika sehemu ambayo akiamini, anawasiliana na baba yake mara moja. Akisema, anasema baba, najikuta nashindwa kulipa kisasi hichi kwa sababu ya mambo yasiyokuwa yamenishinda. Cheki mambo. Bwana ambia mapenzi ya ndugu yangu. Anaga hivi bwana. Amempenda binti, anajikuta nashindwa kumuua babake. Avuta upanga sasa. Akasema sana kwenda kujiua kwa sababu ya kitu moja. Ameshindwa kumlipa. Anataka kujichinja leo. Anakata nywele namna hiyo kuonesha kwamba anaacha salamu. Ani kama vile ujumbe anaacha kumaanisha kwamba ameshindwa kulipa kisasi. Anaamua kuishia kuachana na yote. Alikata nywele 2. Anaziacha hapo kama vile ni kiapo. Ameweka kwamba atakwenda kumuua Makang. Hatimaye ataondoka na kuacha vingine. Hata lipa kisasi kwa wengine. Mpango wake ni kumuua Makang peke yake na sio wengine wote wala Mafangli. Anasema lote hili wanatakiwa niweze kuua wote, lakini ninachokiahidi baba kwako mimi leo ni kitu kimoja tu. Sitaua wengine. Mama, kama ni huruma gani unaonesha hapo? Mama yake alikuja. Ambia mama, kama ni ujinga gani unafanya? Angalia hapa. Damu ya baba yako ilimwagika. Hakuonesha huruma. Iweje leo nataka kuonesha huruma? Nataka kuibisha Demon Saga. Nataka kutoibisha sisi. Unaonesha huruma kwa sababu gani? Hakutuonesha huruma, walituua kikatili sana. Leo unataka kuonesha huruma? Kuanzia leo Fengshu sitakuamini tena wewe. Fai kuwa mwanangu wewe. Mama akaanza kumtandika. Umebadilishwa na nini? Umebadilishwa na nini? Mama anampiga mjeledi mpaka baadaye jikuta anaona aibu, ni mtu mzima huyu. Kumtandika ijalishi. Kaambia umeshindwa basi hakuna tatizo. Inaonekana kwamba umeshindwa sababu ya binti Mafangli. Umeshindwa, si ndio? Kuinua upanga kulipa kisasi kwa wote waliohusika na kifo cha maisha yetu hivi leo. Wewe ndio usije kuepa kama sosisi. Shika mama. Kama niacheka mbali na mimi. Fai kwa mwanangu. Hapana mama. Nimeshajigundua mimi ni nani. Haina sababu ya kufanya hivyo. Lakini nitafanya kila kitu, lakini tumwache Mafangli na makosa. Na kuomba mama. Mafangli afahamu chochote. Naomba tumwache. Kama nampenda binti. Umempenda binti huyu? Ufikia tu namtetea. Utazaje kumuoa baba yake kama binti unampenda kiasi hiki? Au fai tena, basi nitakwenda mwenyewe. Kaa mbali na mimi.
umeshindwa kumuua eh? Kama umempenda binti ya baba yake pia hutaweza kumuua, kwa sababu baba yake na binti yule umempenda pia. Mama akaona hapana, mwanae ameshabadilika. Kaambia nimechukua mzi mmoja. Hamna shida mwanangu. Umeshindwa kulipa wewe? Umekata mpaka nywele zako, si ndio? Sasa mimi nitakwenda kulipa mwenyewe. Nitaua wote mpaka Mafangling. Nitaua wote mwenyewe. Nakwenda kulipa kisasi peke yangu. Mama usifanye hivyo. Mimi niko na wewe. Mama. Maka mnyoshia upanga, usinisogelee. Nitakuchinja. Nakwenda kulipa kisasi mwenyewe. Unaonekana wewe umeshindwa. Kamba umeshindwa wewe. Na muda wako umeisha. Nakwenda kukata kichwa cha kila mmoja kuna ufalme mzima. Sitataka kujua ni nani. Hawakutuonesha huruma, nami sitaoneshwa. Wewe umeshindwa. Manake mimi nakwenda kumaliza mwenyewe. Mama akaanza kumcheka. Na usinifuate. Ye. Mama yuko serious. Anaamua kuondoka kwenda kulipa kisasi mwenyewe. Fu Hongxue anamsogelea. Koso panga. Wewe. Pigo zito. Mama yuko serious. Anakwenda kulipa kisasi mwenyewe. Usinifuate. Fu Hongxue akaona hapana. Leo kimenuka huko. Upande wa pili kwa binti naye anazidi kujazwa. Anaambiwa ukweli halisi kuhusu Ma Kang anayemtetea. 虽然他没有认出我，但是对一个外人来说，他始终有防备。直到那一年万马堂与昆仑派的决斗，我为了救他断了双腿。Amani mengi hujafahamu. 那个时候 Ma Kang aliweza kuwafanya. Mengine hata kusika na kifo cha wazazi wako pia. 在边城 Ni musika mkubwa ni Ma Kang. 民居安享天年， Lakini ni wewe ulishindwa kufahamu. Nilishindwa kucontrol sababu tayari 急着 ulishaingiwa na imani na mtu huyu. Hivyo nami nikashindwa kabisa kuweza kueleza nini nitakueleza ukaelewa. 运筹帷幄。 Zaidi ya yote hayo, Ma Kang anapaswa kulipia. 16年了，这笔账 Lazima ufalme huu utadondoka 一算， muda si mrefu. Utakwenda kusahau ufalme wa 10,000 dola. Bija kadai kumbe ni hivyo. 10年的好人， Kumbe ni hivyo. 这是 Kwa ninyi akina Fu Hongxue mko kwa kitu kimoja. Kaambia kufahamu binti. Mzee akafuta machozi. Akasema sijailia. 崔农， Lakini huyu mtu ameniliza. Sijawahi pangusa macho 要迷 yangu 惑你， kwa sababu ya kulengwa na machozi. 抛开你我自， Kwa yote waliokufa wote, 毕竟你， ukoo wetu saizi umepotea kabisa. 我想给你 Demon Sect inaishi kwa shida. Wengi zaidi kwa sababu ya mtu huyu alipotutenganisha na ufalme huu. 你与其在这给我浪费时间， Kama hiyo ndio sababu mnataka kuangusha ufalme. 万马堂 Kaambia sio sababu Ma Kang, 完了， bali ni ndoto ya kila mmoja wetu. 也都死了。 Lazima ufalme huu uharibike 万马堂 kama ilivyoharibika ufalme wetu wa Demon Sect 简直是 ulivyoweza kuanguka, nasi na huo pia lazima utaanguka 这么多年， vile vile. 马堂做了些 Tumekaa miaka yote 20 来看， tukijifunza jinsi gani 万马堂 ya kuja na kuvamia ufalme huu, na hivi karibuni imefika ukingoni. 一心一意对那个没有血缘关系的， Lazima kila mmoja atalipia. Hasa nao una uamuzi mmoja, 真的拿你当姐， iza uungane na sisi au jitenge kivyako. Lakini mimi sitaweka uadui na wewe, sababu kwanza ni binti yangu ambaye 心 nimekulelea tangu mtoto. Nafahamu madhaifu yako, nafahamu nini unaweza kuhitaji, nafahamu nini unaweza kufanya. Ungana na sisi au ukatembea unavyotaka wewe. 我该怎么做？ 万马堂这 Kaambia kuungana na wewe, 看的， kaambia makao, chagua mwenyewe utakao upande gani, 触怒了， Ma Kang au master wako. 连他自己以前的生死兄弟都要站出来杀他。万马堂的气数已尽，过不了多久，整个武林都是我的。 Kaambia lakini sio sababu ya mimi kukulazimisha wewe, maana ziko pande mbili 任何人 za kuchagua siku zote. 命 Unaweza ukachagua upande ambao ni mzuri au upande ambao ni mbaya. Bila sitarajika mimi na tutakuwa tuna uadui bayana ya yote.
你敢收留我？ Akisema kama ni hivyo, binti utaamua. Alimsogelea tu binti huyo, ni kama mwanae kwa kipindi hicho. Alimpa tu fursa ya kuamua utachagua utakwenda wapi au utakaa wapi. Hiyo ni fursa amekupa. Uamuzi ni wako. Maana wewe ni kama mwanangu tu. Ila wadui na mimi na wewe sisani kama utakuepo kati yetu. Mimi nakwenda kuvamia ufalme wa 10,000 tutakwenda kudondoka. Binti akatoa piso mzee. Kaambia hapana. Binti hazi kubali kabisa. Kaambia unadhani nitakubali kirahisi? Yaani niingie kwenye upande wa maadui wa ufalme? Kaambia mimi nakufahamu. Ndio maana nimekuambia najua udhaifu wako wote na akili zako zote. Kaambia hata kama sintaruhusu mtu yote amlize Ma Fangli au Ma Kang. Maana nachokiamini mimi ni watu ambao ni muhimu kwenye maisha yangu. Kaambia hauna sababu ya kufanya hivyo. Alimstopisha pale. Achana na master wewe. Kama nimekuambia mara nyingi, najua udhaifu wako. Najua njia gani ya kukudhibiti wewe. Haina sababu ya kuweka uadui mimi na wewe. Maamuzi nimekupa. Unachagua mwenyewe. Aidha utaungana na master wako au utakwenda kukaa na adui yangu mimi. Aliyeniulia ndugu zangu, familia zangu na wenzangu wote. Tunakwenda kulipa kisasi. Kuna ufalme wa 10,000 tutakwenda kudondoka. Alishia kumwambia kwa mfumo huo. Hatimaye mzee mzima ameweka sura ya kazi. Hakuna utani. Leo mama anavamia mzee. Kaambia ni nani? Mama ameamua kuvamia ufalme mwenyewe. Anaamua kuharibu ufalme huu peke yake. Mama yake na Fu Manchu ni balaa tupu. Sekunde chini wote. Amelaza, yani imetoka hiyo. Anaingia ndani. Fu Manchu ni mtoto wake. Jiulize mama yake yukoje. Hasa anakwenda kuingia hapo ndani. Anasukuma lango ili hapo. Anaingia ndani mzee. Anaruka tu anachinja. Anaama hadi sehemu. Anakwenda chumbani kwa Ma Fangli na Fu Manchu alipo. Alianza kwanza na Ma Fangli ili kumliza Ma Kang. Fika kachoma kisu hapa. Hakuta ni mtego. Hawapo wameshaondoka. Kumbe Fu Manchu alishamtorosha Ma Fangli. Akaondoka naye kwenda naye mbali kabisa. Ukingoni kabisa mwa season 1 ya moto anauita Border Town. Baba kama kawaida DJ Hero toka pande za Buma. Alimchukua Ma Fangli akamleta kando kabisa ya mji mzima wa desert hili. Kaambia nipeleka wapi Fu Manchu? Kaambia atakuwa uweze kuondoka. Naomba niahidi kitu. Kaambia nipeleka mimi wapi? Na ufalme baba yangu na hujaniambia. Umenishtua tu ghafla tuondoke. Kaambia naomba nikwambie kitu. Nataka mimi na wewe tukaishi mbali. Mamangu anataka kukuua. Kwa sababu mamangu anataka kukuua. Hivi karibuni anakwenda kuangusha ufalme ule. Kaambia nakuomba kitu kimoja. Tuondoke wote. Msubiri mara moja. Binti alisubiri muda mwingi apate nafasi ya kuondoka na mtu huyu. Basi wale piga magoti kwenye ardhi ya babake ya ufalme wa 10,000 $. Manake binti amekubali. Anaamua kuweza kuondoka na Fu Manchu kwenda kuishi mbali. Alikaa akilia kwa uchungu akisema maneno mazito kuhusu ufalme wa babake. Mwamba alimdanganya binti. Anaamua kuachana na kifo cha babake, aondoke naye wakaishi. Binti alitoa salamu za mwisho kwenye ardhi ya ufalme wa babake yani. Alitoa heshima kama kawaida wenzetu wamezoea. Wao wanatoaga heshima nzito nzito. Baba kama kawa alitoa heshima na kufanya ibada nyingi zaidi. Akiaga ardhi hii isimlaumu kama mtoto wa Ma Kang. Hatimaye alitoa udongo mmoja. Akachota kitambaa fulani. Akaamua kuweza kuweka udongo ule. Ikiwa ina maana kubwa sana. Anaipenda ardhi yake bado. Alionyesha sima hiyo kumaanisha kama anaupenda ufalme wa babake kama anavyoona. Hatimaye alimrudia mwamba. Cheki mambo.
alimkumbatia Fu Hongxue akiamini kama Fu Hongxue amekubali kuacha ufalme babake na kuachana na kisasi cha babake ili aweze kuondoka wakaishi wote tena. Nam. Jairo kama kawa mtani ukingoni kabisa mwa season 1. Yay. Baba Chichuma ni hatari mzee. Asikwambie mtu yote. Kaambie pamoja na hayo yote. Nataka nihakikishe kama naondoka. Binti akamwambia haina haja. Maana mwenyewe na mpango huo. Mama kaambia Fangling, nataka uondoke ukakae mahali. Unisubiri nije. Hapo nakwenda wapi? Kamba nakwenda kumalizia, narudi sasa hivi. Naomba nisubirie kwenye lile ziwa. Sehemu moja nitamonachi kule. Nitakuja kukukuta hapo. Binti akamwambia hamna shida. Madam umeshaniahidi kwamba unaondoka basi tawachana na kifo cha babangu. Hakuna shida. Mimi nitakwenda na wewe. Mama akamwambia hamna shida. Naomba nisubirie nikachukue baadhi ya vitu nilivyovisahau. Sitamuomba babako tena. Tutaondoka wote. Basi binti alifurahi, ni faraja kubwa. Mwamba akamwahidi hata muomba babake ataondoka. Kaambia nitakusubiri akisha nawahi kuja kwa ajili yangu. Naelekea pale kukusubiri, basi fanya nilivyofanya haraka tuweze kuondoka mimi na wewe. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Kumbuka ni sehemu ya 24 mzee. Na muziki mzito anauita Boda Town baba. Hii moto ni shida mzee. Basi mwamba anaita Fu Hongxue. Alikuwa na sababu ya kufanya leo. Binti huko anatembea yeye na Yekai mzee, story mengi kila siku. Wanaenjoy mapenzi tu kila siku. Kaambia najua nini? Nimefikiria mengi zaidi kuhusu safari ya ufalme huu. Kaambia mkaa hapo tuzungumze. 好晕啊。 怎么了？ 头有点晕。 下次没有酒量，咱就不要喝这么多了。 好舒服啊。 Binti anasema leo siamini. 要是 Eti kwamba nalala kifuani mwa Yekai, mtu ambaye nimemsubiri kwa muda mrefu zaidi pasipo mafanikio mengi. 可不可以这样？ Siamini kabisa kwamba leo 一直 nakwenda kuwa mtu wangu wa karibu tena. 只要你愿意。 Kama na sababu ya kusema hivyo. Kama usije faraja naipata na kwa karibu yako hapa. 丁姑娘， Kama unajua nini? 你是在外面不觉得冷？ Ufalme saizi nishaona. Una dalili mbaya. 我丁姑娘 Bado tunafikiria kuhusu masuala ya 10,000 dollars. 换别的名字。 Sasa ufikiri masuala ya mapenzi yetu. 是别人叫的。 Naomba achana na yeye bwana, tukae muda huu. 叫你什么？ Tutumie kwa ajili yetu. 嗯， Labda bila shaka 叫我 nini nilikuwa nataka kusema nishasahau. Basi Yekai 我哑了。 ameshakubali kabisa kuishi na 我每天陪 binti mvumilivu huyu. 你动动嘴皮子都不愿意啊。 Kaambia mwachana na bwana. Wakati mwingine tunazungumza masuala yetu wenyewe. 琳琳， Tuachane na masuala ya watu wa zamani huko. 好， Acha wafanyia kwao. 以后 Haya tuhusu sisi. 一句 Kwa tunaingilia vitu vya watu. 不要加琳琳两个字。 Mimi na wewe mpaka kifo kutenganishe. Tutakaa pamoja siku zote. 这功夫跟谁学的？ Kaambia 你 haina sababu, mbona mfikiri kuhusu Fu Hongxue? 琳， Unajua nimeachiwa majukumu mengi sana. 这功夫 Fu Hongxue mara mafangli. Ni hakikisha wanakuwa salama. 相比 Na wote ni watu wanaokinzana wawili. 简直是棋逢对手，不相上下呀！ 好吧，琳琳， Basi Fu Hongxue basi leo naye alikuja. Asa alishangaa alipofika kwenye ufalme huu hapa. Kumbuka mama ameshaingia, washaanza kufanya mambo yake. Mambo ya harusi yalikuwa yanaendelea, lakini kuna kitu kinaendelea leo. Fu Hongxue alirudi hapa kwa sababu moja. Alikuja kufanya kitu kimoja 你集结了一 ambacho wengine hawajafanya. Akisema kwa muda wote nilosubiria, 应该砍在你的， basi leo nakwenda kudondosha ufalme huu. 感谢你的女儿， Nimeshamweka mafangli mbali, hasa babake atakwenda kulipia. 但我今天不杀你， Lazima nimuue Makong kwa kifo cha babangu. 请你给我记住， Kwa nimerudi hapa 天宇的后人 kwa ajili ya kazi moja tu, kumuua Makang. 姓， Lazima atalipia kwa kifo
cha babangu mimi. Aligeuka upande wa nyuma, lakini ghafla alijihisi anahisi maumivu. Anatapika damu, manake ana sumu aloweza kuipewa. Ayayayaya. Mwamba ana sumu mzee. Fu Hongxue. Mpaka Fu Hongxue anapewa heshima saizi kama mmoja kati ya watu wakubwa kwenye ufalme huu. Fu Hongxue. Fu Hongxue. Kwa ni sumu moja ambayo wakiwa ukasikia minong'ono ya Fu Hongxue. Mwamba akiwa anazungumza, anapiga stori zao hivi. Akasikia makelele ya nje. Habari zikazidi kuletwa kuhusu kuanguka kwa Fu Hongxue. Sasa kuna kitu kimemkuta Fu Hongxue itakuwa. Kwenda kama hali si swali hapa. Walipokwenda kutazama, walimkuta Fu Hongxue amezingirwa. Chiki mambo hayo. Akitapika damu kinyama. Ambaye amepewa sumu hii. Itakuwa ni sumu. Ambaye harakisha na moja mniachie hapa. Mimi nitakwenda kumuuguza. Ma Fangli kwa wapi? Cheki mambo hayo. Pande wa pili huku maskini, binti Ma Fangling anamsubiria Mwamba, anamuita Fu Hongxue. Maana kuna kitu alisema amekirudia. Anamsubiria aweze kuja na shangaa. Jioni imeanza kuingia. Mwamba anamuita Fu Hongxue hajaja. Kwa nini? Kuna ile ziwa la vipepeo wengi zaidi. Aliahidiwa afike hapa. Amefika hapa lakini anashangaa akitazama amuoni Fu Hongxue wala hata dalili ya kutokea. Alikaa sana pale jioni, baadaye mpaka giza likaanza kuingia. Bado akimsubiria Mwamba, wanamuita Fu Hongxue aweze kuja. Lakini Fu Hongxue hakujua lilompata Fu Hongxue hakuweza kulifahamu. Alibaki tu peke yake akitazama lile ziwa na matumaini makubwa kwamba Fu Hongxue atarudi. Lakini Fu Hongxue amelala hapa, hutaamini, ana sumu kali sana. Miss Ding alipomtazama alimuonea huruma hakika. Akasema unajua Fu Hongxue anapo alipo amepewa sumu moja kali. Kama sumu itakuwa lipewaje? Hao wakati wanamuuguza kipindi kile. Kabla ngoja kwanza. Miss Ding aliingiwa na mawazo. Mama Fu Hongxue akiwa pale na wakati anajigeuza. Ambaye sumu itakuwa alipewaje? Basi akamchukua akamleta sehemu moja. Ambaye sikiza nikwambie. Fu Hongxue ndo anaamka huku. Ujamaa hali yake ni mbaya. Anataka kukamilisha mpango, ajikuta anaingia. Nipo nakumbuka. Hii sumu nilipewa wapi? Anasikia nje akisema Fu Hongxue atakuwa amepewa sumu. Labda na makanga atakuwa amempa. Anayemsuspect hapa hivi. Huenda ni makanga atakuwa amempa sumu hii. Maana siku ile jikoni atukujua aliweza kumpikia sumu, alipika dawa ile siku ile. Huenda alihusika na hii. Ni makanga labda. Upande ndani Fu Hongxue alikuwa anasikia. Cheki mambo hayo. Wakati wanaendelea kupiga discussion, wazidi kujadili juu ya swala hili. Kama itakuwa ni makanga alimpa hiyo sumu, maana ni sumu moja ambayo ni kali sana. Itakuwa imetokana na nini hiyo? Na anaye hold sumu hiyo mmoja ni mtu mmoja tu, labda ni makanga. Fu Hongxue anasikia tu upande wa nje wao hawana habari kabisa. Anasema hiyo sumu itakuwa inahusika sana. Sababu siku ile binti tulimwambia kae mbali na makanga, labda kuenda ile swala vizuri. Huenda hii sumu itakuwa yakaya kaingilia. Unamaanisha kwamba amepewa na makanga sumu? Kama itakuwa ni ile supu aliyopewa siku ile. Anakumbuka siku ile binti alimletea supu akasema supu hii nilipika jikoni ambayo babangu pia alihusika kuitengeneza. Alipoionja siku ile anakumbuka ilikuwa na ladha tofauti kabisa. Na akaa ameanza kuinywa. Hiyo ni kumbukumbu ambayo Fu Hongxue anakumbuka. Cheki mambo haya. Sasa supu hii mbona tamu sana? Fu Hongxue akagundua ni makanga aliweka sumu katika supu hiyo. Sema huenda kweli swala hili ni kumtafuta Ma Fangling atusaidia kupata dawa halisi ya sumu hii. Ambayo sumu itakuwa alipewa na makanga. Manake makanga anajua alichokifanya. Anataka kumuua Fu Hongxue kijanja siku kabla ya harusi. Manake itamzuri sumu polepole baadaye Fu Hongxue hadi kufa. Waligundua mabinti huyu hapa mzee. Sumu aliyopewa Fu Hongxue ile sumu ya slow, wanaita slow deading. Fu Hongxue atakufa polepole.
Fu Hongxue ndo anasikia mzee, akashika upanga. Kona huyu baba kumbe ndo ana mpango wa kuniua. 有没有别的办法？ Ukinyongezea hivi, 马家的 upande wa pili kwa kaanza kugawana kazi. Kama Makanga atakuwa yuko wapi? 先不要告诉大家， Kama wewe nikwambie kitu Desiding. 照顾好傅红雪， Hapa kuna 我去找马芳玲。 baki na Fu Hongxue, acha nikamtafute Ma Fangling. Akaweza kutoka. Binti anarudi ndani kuja kumtazama Fu Hongxue, anakuta kitanda ni cheupe. Fu Hongxue, 傅红雪， Fu Hongxue, 雪去哪儿 Fu 了？ Hongxue yuko wapi? Basi ikiwa ni sehemu ya 24 kabisa, tukutane sehemu ya 25, episode ya mwisho kabisa. Ya moto mzito wanaita Buddha Town. Tukutane katika episode ya mwisho.